Hujambo mpenzi ashiki na shakiki wa kipindi hiki ukipendacho cha fasihi. Jina langu ni Mwalimu Geoffrey Echakara. Leo hii katika uwandani mwa fasihi nimekuandalia makala kuhusu anwani ya novela ya Mshale wa Matumaini, na kusihi umakinike tokea mwanzo hadi ahiri ili ujifunze mengi. Na tuangazie ufaafu wa anwani ya Mshale wa Matumaini. Anwani ya Mshale wa Matumaini imetumika kwa maana mbalimbali katika novela hii. Mshale wa Matumaini imetumika kurejelea matumaini waliokuwa nayo wakimbizi. Kutokana na ukurasa wa 14, msimulizi anasema kuwa mshale wa matumaini ulikuwa umewafuma wote, kwamba wakifika Gera watapata msaada. Mshale wa Matumaini imetumika kwa maana ya anwani ya kitabu alichokuwa akikisoma Zingo pale alipokabiliwa na changamoto za maisha. Kitabu hiki kilikuwa chanzo cha kujiamini kwake na matumaini. Mshale wa Matumaini inawarejelea wahusika waliochorwa kama nguzo ya matumaini kwa wakimbizi wengine. Mzee Msambale ametokea kuwa nguzo ya matumaini kwa wakimbizi wengine. Safarini anawaongoza na kuwahimiza pale wanapohisi kutamauka. Wanakijiji cha Mokowe pia wanachorwa mshale wa matumaini. Wanakijiji cha Mokowe ni mshale wa matumaini kwa wakimbizi walipokuwa wamelemewa na uchovu na njaa. Wanawasaidia kwa kuwapa malazi na chakula. Deno anachorwa kama mshale wa matumaini kwa Zingo. Wakati ambapo Zingo anampoteza mama yake na kupokea habari kwamba baba yake Kadurenge amefungwa gerezani, Deno anamshauri Zingo asikate tamaa. Wakati ambapo Zingo anaamua kuhulu au kuacha masomo, Deno anamshauri na pia anamwendea mzee Msambale, anamwelezea uamuzi aliokuwa karibia kufanya Zingo, na kisha anamsihi aende amshauri Zingo. Mshale wa matumaini ni ile fursa ambayo Zingo anapata ya kwenda kusomea Uswizi. Mshale wa matumaini ni yale matumaini ambayo Zingo alikuwa nayo kurudi kwao siku moja na kuijenga nchi yake. Pia mshale wa matumaini ni matumaini ya wakimbizi kwamba wanakokwenda uhamishoni watapata fursa ya kukaa kwa amani na upendo, mbali na vita huko kwao nyumbani. Mshale wa matumaini ni yale matumaini Zahara aliyo nayo kwamba kila jambo litakwenda sawa hadi wavamizi wanapofika kumvamia. Mshale mwingine wa matumaini ni matumaini aliyo nayo mzee Msambale ya kupata familia yake. Matumaini ambayo yanazimwa hapo baadaye. Jambo lililo na mwanzo bila shaka halikosi kuwa na mwisho. Nimefika tamati
Nimekuwa mwalimu wako wa fasihi Bwana Echakara. Kwa heri.